Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mfalme wa amani asifiwe. Anaitwa Bwana wa vita na anaitwa mfalme wa amani. Na huwa tunamuomba kulingana na chenye tunahitaji na penye tuko na penye ako. Ana majina mengi na huwa tunamuendea kwa majina yake. Ni mfalme wa amani na ni Bwana wa vita. Siku ya leo nimeokoka na ninampenda Yesu na nguvu zangu zote na uwezo wangu wote na akili zangu zote na ujuzi wangu wote. Ninashukuru ya kwamba ananihesabia haki katika haki yake. Ananihesabia utakatifu katika utakatifu wake. Maana neno linaniambia ya kwamba utakatifu wangu ni matambara yaliyoraruka na yananuka. Na kwa hivyo ninamtumainia yeye, nasimama katika utakatifu wake na ninasimama katika wema wake. Amen. Niliweza kushiriki nasi hii na nimeshiriki kwa maeneo tofauti tofauti, na pengine haujasikia ya kwamba Bwana anasema tuombe. Na si mara hii tu Bwana anasema tuombe. Biblia yote inanena kuhusu maombi. Inanena kuhusu maombi. Na Bwana anasema tuweze kuomba. Yeye aliye Bwana wa kanisa anasema ya kwamba tuombe. Na kwa hivyo nikaweza kupata ujumbe mwaka uliopita 2024 tukikuwa katika wakati wa saumu. Tulikuwa tuko katika mfungo wa siku 40, na moja ya jumbe ambazo niliweza kupata ni ya kwamba Bwana alisema ombeni. Na mimi nikajibu nikasema, na vile tumeomba, hiyo ni majibu ya wale wanatakiwa kuomba, ni majibu ya waombezi, ni majibu ya kanisa, ni majibu ya mtu ambaye amechoka, ni majibu ya mtu ambaye anatupa mikono yake kuhusu kile amekuwa akifanya na kile ambacho Mungu anasema. Kwa hivyo yeye ajuaye, yeye ambaye ndiye Bwana wa kanisa, anasema ya kwamba tuweze kuomba. Maana tu hapo ndipo ameweka mahali ya kuweza kukutana na binadamu na kuweza kutendea binadamu na kutenda ulimwenguni, na pia kuweza kutimiza ahadi zake ambazo anatuahidi kibinafsi na hata kijumuiya na katika kanisa. Ni katika hali ya maombi ambapo Bwana huweza kutekeleza hayo. Ila inaonekana, na ndio Bwana anasema ombeni. Kuna kuvunjika moyo, kuna kuachilia, kuna kutupia mikono, na pia kuna kuomba njia ile ambayo Mungu hakuagiza. Maana ndio kwa sababu katika ombi la Bwana ambalo ametufundisha, amesema tuweze kuomba kulingana na mapenzi yake. Na kwa hivyo tunaendelea. Thimu yetu ni ile Mathayo 16 mstari wa 18b, ya kwamba Bwana anajijenga kanisa lake, Bwana mwenye kanisa. Na sasa ni yeye anayeambia kanisa lake, ombeni. Na tukiwa kanisa lake, na tukiwa wafuasi wake, tukiwa watendakazi pamoja na yeye, hatuna budi
hatuna la ziada isipokuwa kumtii. Maana anasema yeye mwenyewe katika kitabu cha Yohana, wale wampendao wanamtii. Sio maneno matupu tu, kwa sababu maneno ni rahisi. Oh yes, maneno ni rahisi kusema. Na kwa hivyo anasema wale wanaompenda wanamtii. Na kama tunampenda, tutamtii katika maombi, kwa sababu ni hapo tu atatekeleza, atajibu, atatupigania, atatupea ahadi. Ni hapo tu, njia ni hiyo ambayo ameweka. Hiyo ndiyo njia ameweka, njia ya maombi. Na kwa hivyo tutaomba. Wache tuende katika kitabu cha Luka 18, na usije ukazoea neno la Mungu, ni udanganyifu. Ukasikia andiko ukasema ya kwamba hiyo unajua. Tunajua neno la Mungu kulingana na penye tumesimama. Yes, tunalijua na kulielewa neno la Mungu kulingana na kile vile ambavyo unamuona Mungu. Mungu habadiliki, lakini sisi hubadilika. God does not grow, but we grow. God does not change, but we change. Yeah. So usizoee neno la Mungu. Kila wakati neno la Mungu ni mpya. Na kama lingekuwa limepitwa na wakati, Bwana angekuwa ametupea Biblia nyingine. Lakini hakuna Biblia nyingine. Ni hii tu, na ndio iko mbinguni. Biblia iko mbinguni, na ni hii tu, na haijapitwa na wakati, na hakuna wakati itapitwa na wakati. Ila tunaishi na tunazaliwa kutimiza unabii kwa kila wakati na nyakati. Tunazaliwa hapa duniani kutimiza unabii ambao uko kwa Biblia. Maana si wa siku moja na si wakati mmoja. Na ndio kwa sababu anaitwa Mungu wa vizazi. Kwa hivyo Luka 18 kuanzia aya ya kwanza hadi ya 8. Biblia inasema, akawaambia mfano, huyo ni Yesu. Akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote. Tuelewe hiyo. Kukuwe mvua, kukuwe jua, kukuwe kuna nini, kukuwe ni mchana, kukuwe ni usiku, kukuwe ninapitia kitu gani, ni nini inafanyika, Bwana mwenye kanisa, Bwana mwenye mioyo, Bwana mwenye dunia yote anaagiza na anatufundisha ya kwamba inatupasa kumuomba Mungu siku zote, kwa vyovyote vile. Oh yes, kwa vyovyote vile. Jawabu, kwa vyovyote vile, jawabu iko kwa kumuomba Mungu. Na ndiyo kwa sababu anatuambia tukiwa kanisa lake sasa hivi, tukiwa jamii, tukiwa makabila, tukiwa taifa, tukiwa bara, anatuambia ya kwamba inatupasa kuomba. Na ni kuomba kulingana na mapenzi yake, ni kuomba kulingana na maono yake. Na ni ya muhimu sana kuweza kujua hivyo. Kwa hivyo Yesu mwenye kanisa, Yesu Bwana wa vita, Yesu Bwana wa amani, Yesu ambaye yeye ndiye aliye, anasema imempasa mtu, si ng'ombe, si mbuzi, mtu. Na unajua ya kwamba wanyama kulingana na vile walivyoumbwa
hawajabadilika katika kumwabudu Mungu, hawajabadilika katika kumuomba Mungu. All creation haijabadilika katika kumuomba Mungu, haijabadilika katika kusifu Mungu. Ni binadamu tu hubadilika katika kumsifu Mungu na kumuomba Mungu, binadamu. Na kwa sababu Mungu ni mwema, kila wakati tunapoondoka anatuita, anasema rudini. Na hata sasa anaita kanisa lake, anaita watu wake waweze kurudi mahali pa maombi. Na kwa hivyo anasema ya kwamba wala wasikate tamaa. Wengi sasa hivi wametoka mahali pa maombi na wamekata tamaa kwa maombi. Bwana haongei bure na hasemi kama hajui chenye anasema. Wengi wametoka, waliokuwa wanafunga hawafungi tena, na hata wamekufuru kufunga, na hata kufundisha kinyume cha kufunga. Waliofunga, walioomba wamekufuru maombi na wanaongea vibaya kuhusu maombi. Walioenda kwa mapango, wakaenda milimani kumtafuta Bwana, hawaendi tena. Na si hivyo peke yake, wamesimama kinyume cha kumtafuta Mungu. Wanabomoa, na wengine washabomoa mjengo waliojenga kwa maombi. Wakati mwingine mjengo wa miaka mingi mtu alichukua, lakini saa ile tu unaenda kukaribia jibu, saa ile tu unaenda kukaribia kupokea, adui anakimbia na anakutega na unaanguka na unakosea. Lakini yeye aliye mwaminifu, na yeye anayejua tunashindana na giza na tunashindana na nguvu za dhambi, anasema rudi, turudi mahali pa maombi. Akasema palikuwa na kadhi katika mji fulani, hamuchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Yesu alikuwa anafundisha na mifano, na hata sasa Yesu hufundisha na mifano. Hata leo Yesu hufundisha na mifano, na Yesu hufundisha na mithali. Hata leo. So akasema ya kwamba kulikuwa na kadhi. Kulikuwa na kadhi, huyo ni muamuzi. Ni muamuzi. Hakuwa na mcha Mungu wala hakujali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui wangu. Huwa ninasema, ninaposoma hapa ninaelewa vizuri ni kwa nini Yesu alitumia mjane. Naelewa vyema, hasa wajane katika Afrika. Naelewa vizuri. Ana masaibu mengi mjane. Mengi kabisa. Na maana ya mjane ni kunyamazishwa. Tafsiri yake ni kunyamazishwa, ni kuibiwa, ni kukosa haki. Na hapa Afrika, mila na desturi zetu tunazielewa, ambazo zimefanya njia mpaka ndani ya kanisa. Na Yesu akasema ya kwamba
Mnajua mila zenu na desturi zenu zaidi ya neno la Mungu, na hapo ndipo huwa mnaanguka. Akafundisha Yesu. Na ni hivyo ilivyo, kwa sababu haifanyiwi tu uko nje, ila hata ndani ya nyumba ya Mungu. Lakini Biblia inatuambia Yesu akatumia mjane huyu, alimtumia kuonyesha uchungu wake na mambo ambayo alikuwa anapitia. Sitakawia hapo kwa sababu nimesema mara nyingi. Oh yes, and it is a theme, this chapter. It's a theme in the area and the matter of prayer. Haiwezi kuiepuka. So Yesu akamtumia ya kwamba alikuwa mjane, hana usaidizi. Amezungukwa na mambo hayo yote, na kisha kwenye angepata haki, kadhi, muamuzi aliweza kumdhihaki kila siku. Lakini Biblia inasema alipokuwa anaenda na kumwambia kadhi dhalimu kila siku, nipatie haki na adui wangu, naye kwa muda alikataa. Halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanishosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. A stubborn situation. Bwana anaongea kuhusu maombi, anaongea kuhusu hali ambazo huwa zinakataa. Oh yes, zinakataa, zinapinga, zinazuia. Shetani na jeshi lake, milango ya kuzimu, upinzani. Lakini mjane ambaye katika hali yake ya ujane, kile ambacho mjane hufanya ni kuwithdraw kwa haraka, ni kuachilia kwa haraka, kwa sababu ameumizwa sana. So akiona jambo ambalo litamuumiza, analiondokea, analiwachilia ili asiumizwe tena. Lakini huyu alikuwa tofauti. Hata katika kuumizwa kwake kwote, na katika kunyang'anywa mali yake, ambayo ni jambo huwa inatendeka kuhusu wajane, kwa vyovyote vile tanyang'anywa kila upande. Ya kwamba hata vipawa na wito ambao umetoka kwa Mungu, shetani na mila na desturi huwa zinanyang'anya mjane. Wewe huwezi hubiri kwa sababu wewe ni mjane, unaletea watu laana, unasababishia watu laana katika maisha yangu, katika kusafiri kwangu, na katika wito ambao Bwana ameniita nao. Hiyo ni jambo ilisemwa na ikasemwa tena na tena na tena, mpaka kufanywa mikutano. Yes, mpaka evangelism ya house to house. Oh yes, message ikikuwa ya kwamba msiende na msiwachilie watu kwenda kwa mikutano ya Gladys kwa sababu ni laana. Yes, ni laana. Waume watakufa, wake watafanyika kuwa wajane. Ndio sababu Yesu alitumia mjane. Inakuwa ya kwamba unanyang'anywa mpaka hali ya uzaliwa,
unanyang'anywa mpaka wito wa Mungu. Unanyang'anywa mashtaka, mazingizio, uongo ya kwamba mjane akionekana na mtu mwanamume, hata watu hawatafuti kujua kwanza huyo ni nani. Ujumbe ni ya kwamba tulimuona na mwanamume, hawajui kama ni mtoto wake ama ni nani, ni uhusiano gani, ni mwanamume ndio, lakini mwanamume wa namna gani? Ujumbe na uvumi, tulimuona na mwanamume. Wow. Ndio kwa sababu Yesu alitumia mjane huyu, na akasema naenda kwa kadhi dhalimu. Yesu akiongea kuhusu maombi ya kwamba haikupasi kuondoka, haikupasi kuacha. Tunakabiliana na milango ya kuzimu. Hivyo ndivyo Yesu anavyosema. Gates of hell, infernal regions, resistance. Yesu akasema kuhusu mjane ya kwamba, kadhi akajibu akasema, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanishosha kwa kunijia daima. Soma tafsiri nyingine usikie vile ambavyo inavyosema. Ni ya muhimu. Kadhi akasema ya kwamba hata kama siogopi Mungu wala siogopi watu, lakini huyu mjane ananishosha. Havunjiki moyo, hawachilii, hata nimtukane, hata nimfukuze, hata nitumie wale wengine ambao walikuja jana na juzi kwa kiu, haondoki, kesho atakuwa tu kwa kiu. Kadhi akasema ananiudhi, nitampatia haki yake, asije akanishosha kwa kunijia daima. Bwana akasema, yani huyo Bwana ambaye anasema tuombe, ombeni. Anasema, Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Sikilizeni vile asemavyo shetani. Ukikosa kuondoka, lakini kwanza ujue uko upande wa Mungu, not that one, because that is important, that is vital. Ujue uko upande wa Mungu, kwa sababu ukipigana vita ambayo haupigani ukiwa upande wa Mungu, umeshindwa. Umeshindwa hata kabla haujaanza, umeshindwa. So ya muhimu kwanza ni kujua uko upande wa Mungu, kwa sababu hakuna vile utapigana ukiwa upande wa Mungu. Hata hakuna vile utashindwa, hata kama ni kufa ng'ambo ya mto, utasimama mshindi. Ndio kwa sababu Biblia inatuambia katika kitabu cha Ufunuo, wale waliokufa kwa sababu ya injili hii wanamwambia Yesu, tupe malipo yetu, kwa sababu tulipigana na tukashinda. Na Yesu anawaambia, ngojeni ndugu zenu ambao wanapigana duniani. So kupigana tukiwa upande wa Bwana. Kwa hivyo yeye aliye Bwana wa kanisa, yeye ajuae kile tunachoshindana nacho hapa duniani, anasema ya kwamba Bwana akasema, sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Tunaweza kusema sikilizeni vile asemavyo shetani. Usipoondoka, shetani ataondoka. Yes. Kama unasimama katika Bwana,
kama unasimama katika haki ya Bwana, kama unafanya kile ambacho Bwana ameagiza, usipoondoka, shetani ataondoka katika hiyo situation. Ndio ujumbe huu. Lakini ukiondoka, ataendelea kukusukuma. Ataendelea kukusukuma hata wacha mpaka aone hautaridhi yaliyo ya duniani na hautaridhi yaliyo ya mbinguni. Kwa sababu tuna urithi wa duniani na tuna urithi wa mbinguni. Yesu akasema hapa duniani mara 100 na huko mbinguni ufalme wa milele. Shetani anatusukuma tusipate ya duniani na tusipate ya mbinguni. Usipoondoka, ndio Yesu akasema occupy until I come. Simama hapo. Na hatuko peke yetu, tuko na yeye. Tunapita kwa nyayo zake na tunatenda kile ambacho ametuagiza. So Yesu akasema, na Mungu je? Na Mungu je? Kama shetani anaweza ambia jeshi lake wataneni na huyo, na huwa inafanyika. Yes, huwa inafanyika. Hata kuna maeneo shetani huambia watu wake, agents wake, watumishi wake, anawaambia msiende hapo, msiende hapo. Huyo msiende. Paka until aweze weekend, aweze kutengeneza crack, alafu anawaambia ingieni sasa. Na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao. Na waambia atawapatia haki upesi. Walakini atakapokuja mwana wa Adam, je, ataiona imani duniani? Swali ni, wakati anakuja kujibu, bado atanipata kwa maombi? Bado atanipata hapa? Mara nyingi anapokuja anakuta tuliondoka, tukaenda kutafuta diviners, tukaenda kuuliza miungu inasema nini, tukaenda kutafuta waganga, tukaenda kutolea mashetani kafara. Anapokuja hatuwezi jua saa wala siku ambayo anakuja kujibu hayo maombi. Hatujui, hatuwezi jua, lakini anasema atakuja upesi. Upesi wake ni yeye tu ajuaye. Kile anasema ni ya kwamba nisiondoke hapa, nisiwachilie. Na kwa hivyo tunatubu kuondoka katika maombi. Tunatubu kutupia maombi mikono. Na ni hiyo tu njia ambayo Mungu ameweka. Na kwa hivyo anasema njooni, rudini mahali pa maombi. Bwana atusaidie. Waefeso Waefeso 6 tutaomba. Waefeso 6 mstari wa 13 hadi wa 18. Waefeso 6 kuanzia mstari wa 13 hadi wa 18. Inasema,
Kwa sababu hiyo, twaeni silaha zote za Mungu mpate kuweza kushindana siku ya uovu, na mkiisha kuyatimiza yote kusimama. Yeye ajuae, yeye aliyeumba usiku na akaumba mchana, yeye ambaye anasema aliweza kuumba, he created the smith that blows the call, yani muunda silaha, ni Mungu alimuumba. Akamuumba mtu mbaya kwa siku mbaya. Oh yes. Anasema ya kwamba yeye ajuae, yeye ambaye tunaambia na vile tumeomba. Anaposema tuombe, na vile tumeomba, tuombe nini? Na vile tumetoa kafara. Na vile ninalipanga kufungu zangu zote kamili. Yote tunamhesabia. Tunamwambia wacha kuniambia. Yaani kwa lugha ya kikwetu, kuomba kitu gani? Kuomba kitu gani? Anasema hii, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu. Tumepewa silaha mbalimbali kwa ajili ya kila aina ya vita. Yes. Silaha mbalimbali kwa ajili ya kila aina ya vita hapa duniani. Bwana anatupea. Na kwa hivyo anasema hapa, kwa sababu hiyo twaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kushindana siku ya uovu. Wakati mmoja niliweza kuota ndoto miaka iliyopita, na nikaona kulikuwa mkutano mkubwa wa hadhara, na wahubiri walikuwa pale mbele, na mimi nilikuwa nyuma ya watu, kule nyuma kabisa ya watu, kwa mkutano wa hadhara, stadium like ama open field. Na nikaona watu ambao walikuwa wanaongea na wanacheka, na nikawaendea nikawauliza, kwa nini hamsikilizi mhubiri? Na kuna vile walikuwa wamevalia nguo zenye walikuwa wamevalia, walikuwa wamevalia manguo za Rastafarians, na walikuwa na vitu zingine ambazo walikuwa nazo. Nikawauliza, kwa nini hamsikilizi mhubiri? Wakacheka sana, wakaniambia hawa tumewanyang'anya silaha zao zote. So huku wanasema the Bible says, lakini wamenyang'anywa silaha. Katika ulimwengu wa kiroho mambo ni wazi. Hapa tunaweza kujificha ficha na kujifunika funika, lakini katika ulimwengu wa kiroho mambo ni wazi. Na huwa nasema kuna watu watatu huwezi ficha jambo. Mungu sababu anaona kila kitu, vitu zote ni uchi mbele zake. Na shetani kwa sababu mnafanya na yeye, na shetani lazima atoe evidence, lazima atoe exhibit kwa Mungu. Hakushtaki kwa uongo, so huwezi kumdanganya. Mnafanya na yeye, yeye ndiye bwana wa ulimwengu huo, na wewe mwenyewe kwa sababu ni wewe unafanya. So wakacheka, wakaniambia hawa tumewanyang'anya silaha zao zote. Na zile silaha walinyang'anywa ni hizi zimesemwa hapa. Wakaniambia moja kwa moja, wakaniambia, sikiliza,
anasema ya kwamba basi simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dilii ya haki kifuani. Wakaniambia tumewanyang'anya. Hawa tumewanyang'anya. Hawana hiyo. Tumewanyang'anya, tuko nayo dilii ya haki. So wanaishi kwa uongo. Wanahubiri. Wanatumika. Wana majina, wana mataito, anasema ni wafanyikazi katika nyumba ya Mungu, lakini tumewanyang'anya. Tumewanyang'anya dilii ya haki. Ni waongo. They are just liars and pretenders and hypocrites. Wow. Simameni hali mmejifunga kweli viunoni na kuvaa dilii ya haki kifuani na kufungiwa miguu utayari tupatao kwa injili ya amani. Zaidi ya yote mkiitoa ngao ya imani, ambayo kwa hiyo mtaweza kuzima mishale yote yenye moto ya yule muovu. Hawa wapinzani wakaniambia ya kwamba hawa tumewanyang'anya yote. So mishale yetu inaenda tu through. Tunawapata tu. Hawa tunawapata. Wakaniambia. Lakini neno linatuambiaje? Inatuambia ya kwamba tuweze kuchukua hizi silaha zote. Na tuchukue silaha ambayo ni ya imani. Yes. Tunaishi kwa imani. Tunaishi kwa imani. Na Biblia inatuonya tukiondoka hapo kwa imani, Bwana hatumfurahishi Bwana, na yeye hudumu kwa kuaminiwa, anasema hivyo. So hatuwezi ondoka. Hatuwezi kumkaidi Bwana anaposema tuombe. Tunamwambia tumeomba sana. Tumegoja sana. Tumefanya sana. Tena ipokeeni chepeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Mstari wa 18. Kwa sala zote na maombi mkisali kila wakati katika Roho, mkikesha kwa jambo hilo na kudumu katika kuwaombea watakatifu wote. Kudumu, kukaa hapo, ya kwamba tukisha vaa hizo ambazo tumeambiwa hapo, tunaambiwa tudumu kwa maombi. Kudumu ni kutoondoka. Yes. Kudumu ni kutoacha. Hivyo ndivyo Bwana anasema. Anasema ya kwamba tuweze kuomba. Oh my God. Tukuje kwake tuweze kuomba. Wafilipi. Kisha tuombe. Wafilipi 4. Wafilipi 4 aya ya 6 hadi ya 7. Wafilipi 4 aya ya 6 na ya 7. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu zijulikane na Mungu. Umesikia hiyo? Sasa si kusema hatutafikiria, tutafikiria. Si kusema hatutaona mambo, tutaona, kwa sababu sisi ni binadamu. Yes. Lakini kile ambacho Bwana anatuambia ya kwamba msijisumbue kwa neno lolote, mbali. There is an exchange there.
kuna exchange. Kusema ya kwamba mambo hayo yanayonisumbua yako ndio mambo yako nisumbua, anasema niyabadilishe yakuwe maombi. Niyabadilishe yakuwe maombi yako. Anasema niyabadilishe yakuwe maombi, niyafanye kuwa maombi kwake, niweze kumwambia msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno, yes, katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Niilete kwa Mungu. Mungu ni Baba, ni rafiki, anajua kila kitu. Oh my God. Na katika ulimwengu huu tunatembea, mambo yanakuwa giza, mara tunasahau, mara tunaingia kwa mashimo. Wow. Lakini nimejifunza kumwambia Baba, kumwambia Yesu kila kitu. Yes. Kwa sababu hakuna kitu asiyojua, hakuna kitu asiyoona. Yeye ndiye aliniumba. Yeye ndiye aliyeniumba, anajua vile ambavyo ameniumba. Na kwa hivyo nitamwendea na nimwambie kila kitu kunihusu. Kile ambacho hata siwezi kutaja hadharani, nitamwendea Yesu na nimwambie. Kwa sababu ni yeye aliniumba, kwa sababu ni yeye anayenijua, nitamwendea na nitamwambia. Yes. So anasema ya kwamba tuweze kumwendea na tuweze kumwambia haja zetu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu ipitayo akili. Kuna amani ya Mungu ipitayo akili. Kwa sababu akili zetu kuna vile zinatuambia. Akili zetu kuna vile ambavyo zimesoma. Lakini kuna amani itokayo kwa Mungu, the Prince of Peace, inapita akili ya kibinadamu. Wow. Kuna hadithi hii ambayo nilisikia kitambo ya kwamba rubani alitangaza, akasema ya kwamba wako kwa hatari. Rubani akasema ya kwamba wako kwa hatari. Ukiwa kwa ndege, kila wakati rubani anatangaza mambo yanayohusu anga na mambo yanayohusu ndege. Na atasema fungeni mishipi ama fungueni mishipi. Anasema kaa, usisimame. So rubani akatangaza na akasema hali ya hatari ambayo wako ndani. Na kila mtu akakuwa analia, kila mtu kwa njia yake. Lakini kulikuwa kijana, alikuwa na kijana hakuwa na jali. Sasa akaulizwa na mwenye walikuwa wameketi na yeye, umesikia matangazo ya rubani? Akamwambia nimesikia. Kamuuliza na kwa nini
yani ni kama hautikisiki. Kijana akajibu akasema, rubani ni baba yangu. Na kwa sababu anajua niko hapa na yeye ndiye rubani, basi atafanya kazi ya rubani, aniokoe, anajua niko hapa. Yesu akauliza wanafunzi wake walipomwambia ya kwamba hajali, walimuamsha wakamwambia, haujali ya kwamba tunaangamia? Na yeye alikuwa pamoja nao, hata yeye alikuwa ndani ya hiyo marikebu. Kama wangeangamia wote, hata yeye alikuwa ndani. Wanamuamsha, wanamuuliza, kwa nini haujali ya kwamba tunaangamia? Akawaambia, enyi wa imani hapa, mumeona mambo mangapi? Ni mangapi mumeona? Enyi wa imani hapa. Hiyo ndio inatutoa kwa maombi. Hiyo ndio inasababisha tutupie Mungu mikono. Hiyo ndio inatusababisha turudi duniani. Hiyo ndio inatusababisha turudie matapiko. Vitu tulizoacha tuzirudie kuzifanya, tuzirudie kuzikula. Na anasema, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyoni mwenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Bwana, tunakuja kwako siku hii ya leo. Tunatubu kukutupia mikono. Tunatubu kutoka mahali pa maombi. Tunatubu kukupigia kelele ya kwamba haujali, na ya kwamba hauoni, na ya kwamba wewe si wa kweli. Bwana, tumetenda dhambi hizi mbele zako. Kama si huruma zako, ungekuwa umetupeana kwa maadui zetu. Kama si rehema zako, ungekuwa umetuachilia. Lakini umejawa na rehema, umejawa na fadhili. Tunaomba utusamehe hata kile tumeita maombi na tukakuja kusema mbele zako, Mungu wa mbinguni. Imetupasa kuadhibiwa vikali hata kufa, lakini umejawa na rehema, umejawa na fadhili. Yesu, tunakuja mbele zako kwa kutubu. Tunakuja mbele zako kwa kukiri na kuungama that we don't have any other way. Miungu haiwezi kutusaidia. Shetani amekuja kuiba, kuua na kuharibu, hawezi kutusaidia. Miungu ambayo haikuumba mbingu na nchi haiwezi kutusaidia. Ukaidi na kiburi chetu ni cha kutuangamiza. Bwana, tunatubu. Bwana, tunarudi na tutaleta kila kitu kwa maombi. Oh God, my brethren, don't we always sing that take it to God in prayer? Is it only singing without understanding? Is it only singing without obedience? Tutawacha Mungu tuende wapi? Kumuacha ni kuchagua kifo. Hivyo ndivyo Yesu alisema. Alisema yule anayemkataa amechagua kifo. Tutatoka hapo tuende wapi? Bwana, tunaungama na tunaliitia jina lako. Siku ya leo tunaliitia jina lako. We pray that heal our backslidings, dear Lord Jesus Christ, the Son of the living God. And we come to you as we are. Tutoe hivi tulivyo Bwana. Tumekuja. Tutoe Bwana. Hii ndiyo njia umetuwekea Bwana. Tunatubu mavumbini.
Tunatubu katika majivu, tunatubu mfalme wetu, tunatubu maneno ya midomo yetu, tunatubu. We have been so arrogant and so proud and so rebellious against you, na hali tumezungukwa na hatari kwa kila upande. Umetuonyesha njia, tumeikataa, tumesema sio. Bwana tusamehe, Bwana tusamehe. Na siku ya leo Bwana tunakurudia, tunaomba mafuta ya maombi, Roho Mtakatifu uliye pamoja nasi hapa duniani. Siku hii ya leo tupepete kwa mabawa yako, tupepete katika eneo la maombi. Roho Mtakatifu tujaze tena katika eneo la maombi. Tutajiombea maseke dasi alhara bosekere manda. Umesema tufanye kila kitu kwa maombi. Bwana tunaleta na tutafanya kila kitu kwa maombi. Tuneemeshe Roho Mtakatifu, tuneemeshe Roho wa Baba, tuneemeshe Roho Mtakatifu wa Mungu. Rabazeka ya Mazaria, ni katika maombi tu, ni katika maombi Bwana. Na tunakuja mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, tunakuja tukikuomba kwa ajili ya kile ulituumbia. Mfalme wetu, ulituumbia maono yako, ulituumbia maono yako. You created us, oh Lord, for your vision, to fulfill your vision on earth, your agenda on earth, your purpose on earth, your will on earth. We ask for fresh anointing, Lord Jesus Christ. Fresh anointing to walk in your vision, your agenda, your purpose, your will on earth. Lord, we ask for your heart. Lord, you command our steps. We pray that we will not miss your steps. Umeliita kanisa kuomba, umeita taifa hili Mungu wa mbinguni. Oh God, our God, fresh anointing, that we pray again, that we pray again, that we pray again, that we pray again. Fresh anointing to pray again. Oh God, for our families. Oh God, for this nation, for your agenda for the continent of Africa, for your agenda, oh Lord, for your church. Fresh anointing, fresh anointing. Strengthen our feeble knees and our dropping hands. Fresh anointing to pray. Bwana, tuwekelee mikono poseka da mahanda. Tuwekelee mikono ya kutuwezesha kuomba. Roho wa Baba, tusaidie, tupepete. Tusaidie, tusaidie tuombe tena. Tusaidie tufunge tena. Tusaidie rabosa kadaza kalabo sokomanda. Reko zeka raba zeria. Umetupa silaha Bwana. Oh Bwana, 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 Bwana. Tumenyang'anywa, maadui zetu wanacheka because we are powerless. They have robbed us, oh my God, of weapons of this warfare. Turejeshelee Bwana, turejeshelee mfalme wetu. Tuvike tena silaha hizi. Bwana, open your armory, oh man of war. Open your armory, ili ambayo uliuliza Ayubu, kama najua kwenye umeweka silaha za vita. Bwana, fungua, tuvalishe tena, tuvalishe. Tumenyang'anywa, maadui zetu wanacheka. Tunatubu mavumbini Bwana, tunatoa
ndani ya maisha yetu, tunatoa ndani ya kanisa, tunatoa katika wito, kila kitu na jinsi Bwana ulivyomwambia Joshua ya kwamba toweni kuraboseka tabahandaras, kilicho na jinsi ndani yenu. Bwana tupeleleze na utusaidie, Yesu, kama vile ulivyosikia Musa, utusikie leo. Maadui zako wasiseme hauna nguvu. Ni sisi tumesababisha haya, ni sisi tunasababisha kushindwa kwetu, ni sisi tunapea nguvu maadui zetu. Bwana tusamehe. Kurobosikarabahanda. Build your church. Build us, Lord. Restore us unto you. Bwana surabasika bahanda rikaza. Tunanena maombi, tunanenea anga, tunanenea anga, tunanenea anga ikuwe maombi. Bwana, tuliona uliposema ya kwamba maombi yatapaa kutoka dunia kama moshi, na Bwana ilitendeka. Watu wakaomba kila mahali, hata wasiokoka waliomba, ukaputupitisha. Bwana tunakuomba tena. We ask for enforcement from heaven. We ask for enforcement. Bwana unaishi kutuombea. We ask for reinforcement. Reinforcement in the area of prayer. Reinforcement in the area of tarrying. We ask for reinforcement. We ask for fresh anointing. And that, dear Holy Spirit, our helper, you help us pray, because many of us have been deceived in prayer and intercession. Help us, Holy Spirit, our helper. Help us pray right. Give us utterance in prayer. Tuokoe na udanganyifu. Tunakukariria maandiko na tunayatafsiri katika hali ya udanganyifu. Tusaidie Bwana. Tunakabiliana na giza tororo. Tunakabiliana na shetani ambaye amekuwa hapa duniani kwa muda mrefu. Bwana tunakukimbilia. Bwana wa kanisa tunakukimbilia. Jina lako ni ngome imara. Watakatifu hukimbilia wanakuwa salama. Tunakukimbilia. Tunakukimbilia mfalme wetu. Tuokoe. Tuokoe. Uokoe taifa hili. Tuokoe. Deliver us from disasters and catastrophes. Deliver us, oh God, our God. Deliver us, our Master. Deliver us from all evil. Deliver us, oh God. Tuokoe mchana, tuokoe usiku. Jina lako ni ngome imara. Bwana tunakukimbilia. Utuokoe. Utuokoe Bwana. Utuokoe. Bwana wa kanisa, ukutanaye nasi katika maombi. Tuokoe na majanga. Wakati watu watuokoe. Wakati wa mvua tuokoe. Usiku tuokoe. Mchana tuokoe.
milimani tuokoe, mabondeni tuokoe, majini tuokoe, katika nchi tafakari Bwana tuokoe, tunakukimbilia. Your name is a strong tower, the righteous runs to you and they are saved. Lord, you are our righteousness. Lord, you are our holiness. Receive the glory and the honor and the adoration. And once again, Lord, we pray, teach us how to pray. Tufundishe jinsi ya kuomba penye tuko, kama Wakristo, kama watu binafsi, kama taifa. Teach us how to pray. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit.